Mimi kama mdau wa soka kwa kitendo kilichotokea jana kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, kwangu naona sio kitendo cha kiungwana, na TFF pamoja na bodi ya ligi wanapaswa kujitathmini katika hicho ambacho kinaendelea, kwa sababu sio mara ya kwanza tunashuhudia vitu vya namna hiyo. Last time ni mwaka juzi nakumbuka kilitokea kitu kama hicho na watu wakapotezea, daima ikaahirishwa, after then ikachezwa, watu tukachukulia kawaida. Lakini kwa nini viendelee kutokea vitu vya namna hiyo? Na TFF ipo, na naamini ile ni taasisi kubwa, ambayo taasisi yenye uwezo mkubwa, taasisi ambayo ina mamlaka, kanuni na sheria zake. Kwa hiyo walipaswa kutumia kanuni na sheria kwenda kufanya maamuzi katika hicho ambacho walienda kukifanya jana, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa Simba wanaweza kawa wako sahihi kwamba wamegomea mechi kulingana na kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika, na ukiangalia kanuni inawaruhusu kwamba wanapaswa siku moja kabla mchezo husika kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika, na hicho ndio kitu ambacho wao wamenyimwa nafasi hiyo na wanaweza kagomea mechi kwa upande wao. Lakini mimi naamini kama bodi ya ligi wangefanya maamuzi sahihi kupitia kanuni. Kanuni inataka nini? Kanuni inaruhusu vipi kwamba mgeni akinyimwa kufanya mazoezi ya mwisho katika timu ya mwisho katika kiwanja husika, niambie ni kanuni gani ambayo anaenda kusema kwamba mechi iahirishwe? Ukiangalia katika vifungu vya sheria zao hakuna kifungu cha namna hiyo. Kifungu kinaruhusu ni kwamba mgeni anaponyimwa nafasi ya kufanya mazoezi husika katika kiwanja husika siku moja kabla ya mechi, basi timu hiyo inapaswa kuwajibishwa. Kwa hiyo kuwajibishwa kwake ni adhabu zitolewe, lakini sio kuahirishwa kwa mechi. Hivyo leo hii ni kuwauliza TFF pamoja na bodi ya ligi kwamba walitumia kifungu gani kwenda kuahirisha mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hawatakuwa na majibu sahihi ya kunijibu. Hivyo basi wanapaswa kujitathmini katika hivyo ambavyo vinaendelea, kwa sababu kinachoendelea hapa ni kupunguza ubora wa ligi yetu. Tumetoka kutangaziwa hivi juzi kwamba ligi yetu iko namba 4 kwa ubora barani Afrika, lakini kitu ambacho hakiwezi kuwa kweli. Hivi niambie, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika haiwezi kuwa na vitendo kama hivi ambavyo vinaendelea kuendelea na kila siku. Kwa hiyo katika hilo kwa upande wangu naona kwamba ni makosa tu ambayo yapo, aidha mpira wetu umeingizwa zaidi kisiasa na ndio maana vitu kama hivi vinaendelea kutokea. Hivyo basi wanapaswa kuangalia mara mbili na kutumia kanuni zaidi kuliko kuangalia ukubwa wa timu, kwa sababu timu na TFF au timu na bodi ya ligi ni kitu gani ambacho kiko juu? Mimi naamini kwamba TFF ni wako juu, lakini leo hii kwa hivi ambavyo vinaendelea, basi unaweza kuona kwamba timu zetu za Simba na Yanga basi zina kauli juu ya TFF pamoja na bodi yake. Ni kitu ambacho sio kitendo kizuri na ni kuwaibisha mpira wetu wa Kitanzania kwa kweli. Kwa upande wangu sijaridhia na hicho ambacho kimeendelea.